Apandacho mtu ndicho avunacho. Walinena kitu gani? Unakopitia ni matokeo ya neno la mtu. Kwa hiyo kama walisema kwamba hao watu watakufa maskini, lazima utafute neno la Mungu linalosema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sasa lazima tusimame, walioyapanda wayavune wenyewe. Zimeandikwa habari gani kuhusu wewe? Zimeandikwa habari gani kuhusu watoto wako? Zimeandikwa habari gani kuhusu ndoa yako? Hawataolewa, hawatazaa, hata wakiolewa wasizae. Kama unapotamka neno, malaika wanalifanyia kazi likiwa linatembea katika nuru. Ukitamka neno linalobeba uharibifu, majini na ukuzimu wanatumia lile neno. Na ndio maana kwenye Zaburi ya 103 ule mstari wa 20 anasema, enyi malaika mlitendeao kazi neno na kuitii sauti ya neno lake. Kwa hiyo wao malaika wapo wanasubiri useme. Sasa ukikaa kimya, wao wanasema. Na ndio maana wanakuambia mwanzo wa mwezi, hakikisha umejaza. Usiposema, wao wakisema, atakayetangulia kusema ameshakuwahi tu. Tunakumbuka kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 12. Malaika anapokuja anasema hivi, nimekuja kwa sababu ya neno lako. Ina maana Danieli angenyamaza, malaika asingekuja. Na wewe ukinyamaza, hivyo unavyovitaka havitatokea, kwa sababu msaada unakuja kwa sababu ya neno ulilolinena. Unaponyamaza usitarajie chochote. Kwa hiyo neno linaweza likatumwa limebeba uzima, neno linaweza likatumwa limebeba mauti. Ndio anavyotuambia Yohana 6:63. Anasema, maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Kwa neno linaweza likaja analokuambia ni roho tena mauti. Akakwambia neno ambalo limebeba nini? Limebeba mauti. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 32. Kumbukumbu la Torati 32 na kusomea kuanzia mstari wa kwanza na mstari wa pili. Utasoma tu huko kwa wakati wako mwingine. Anasema, sikilizeni enyi mbingu nami nitanena, na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Mbingu zisikie maneno ya nani? Kwa hiyo lisipokuwepo neno lako, kuna mwingine anayenena na litasikilizwa. Mbingu na nchi zitasikia hilo neno la huyo mtu. Kwa lazima hakikisha na wewe neno la kwako lipo, kwa sababu wewe hautajinenea mabaya. Wakati wengine wanasema ufe, wewe utanena uzima. Amen. Mstari wa pili anasema, mafundisho yangu yatadondoka kama mvua, maneno yangu yatatonatona kama umande, kama manyunyu juu ya majani mabichi, kama matone ya mvua juu ya mimea. Ina maana neno ninalolinena ni kama nafundisha, naelekeza. Ndio maana kuambiaga sema kwa ajili ya siku. Unaisemesha siku, unasema vitu unavyotaka kuviona vinatokea ndani ya siku. Ndio maana yatatonatona, yani ndio vitokee vile ambavyo wewe unaviachilia. Usipoachilia, kuzimu itaachilia tu. Haleluya. Wewe usipoachilia neno, kuzimu itaachilia neno, na hilo neno ndio litakalotubeba. Kuna siku moja kijana anatuambia alichokutana nacho. Akasema alikutana na mtu hapo, akamuuliza, una undugu gani na humu kwenye nyumba? Akaambia, kwa nini? Akasema, nimekuona kama mara 3 unatokea kwenye ile geti. Humu ndani wanafanyaga nini? Akaambia, kuna shida gani? Anasema, kuna vitu vinafanyika humu ndani, vinavyofanyika vinaniumiza mimi. Kumbuka tunaomba kwa ajili ya malango ya mtaa. Tunaituma damu ya Yesu kwenye malango yao. Tunatuma damu ya Yesu kwenye paji zao za nyuso. Zikienda inakung'uta vizuri. Ukiwa na matakataka yako utapigwa sawa sawa. Haleluya. Sasa nikiona damu nitapita juu. Na damu ndio ilienda kuihukumu miungu ya Misri. Sasa tunapoisema tunaiachilia damu ya Yesu kwenye malango ya mitaa, inaanza kufanya hukumu. Kama inafanya hukumu, unakuta wewe ndio kama madhabahu kenyewe, sasa unabaraswa. Haleluya. 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 Kwa hiyo hakikisha unajifunza kusema. Maneno yako ni maelekezo. Amen. Ndio maana anasema Mithali 6:2 anasema, umetengwa kwa maneno ya kinywa chako. Wewe kwenye kinywa chako unanena kitu gani? Unasema nini? Unasema kufeli? Sema mimi siwezi. Hautakaa uweze. Hautakaa ufanye nini? Lakini ukiona kwamba mimi nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hatufanyi hivi vitu kwa sababu tunajua sana. Tunafanya kwa sababu yeye anayetutia nguvu. Haleluya. Mwanzo 41 ule mstari wa 39 mpaka mstari wa 41.
Mwanzo 41 mstari wa 39 mpaka 41. Neno la Mungu linasema hivi: Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Naomba tusome tu kama tunaweza kusoma. Wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Atakuwa juu ya nini? Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Nimekuweka wewe ndio utasimamia nyumba yangu. Na kwa neno lako wewe watu wangu watatawaliwa. Naomba nikuulize swali. Wewe unavyojiona unatawaliwa kwa neno la nani? Mko hivyo mlivyo kwa sababu ya neno la nani? Okay. Alisema hivi, hamtakaa muone mkono wa mkwe, na maana hamtakiwi kuolewa. Ina maana kutokuolewa ni matokeo ya neno la mtu. Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Nyie ni watu wa Mungu, lakini anayewatawala sio Mungu. Anayetawala ndoa yako si Mungu. Anayetawala afya yako si Mungu. Anasema utakuwa mkuu juu ya nyumba yangu. Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Ninaomba nikuulize mpendwa mtu wa Mungu, ni kwa neno la nani mko kwenye maisha hayo mlionayo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe kuna mtu ambaye ndiye anasimamia sisi tuishi maisha hayo. Kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Mstari wa 41 anasema, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Amemweka juu ya familia. Yaani ndiye anatawala kila kitu. Ni kwa neno la nani mko hivyo? Okay, ukisoma kwenye kitabu cha Yona, ile Yona 1 mstari wa 7. Baada ya kuona uharibifu mwingi umetokea, wametupa na mizigo, wafanya nini? Wakasema hapana, tupige kura. Tupate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani? Ndio nakuuliza, mko hivyo kwa sababu ya neno la nani? Mnaishi maisha ambayo tunayaishi kwa sababu ya neno la nani? Maana kila ambacho tunachokipitia ni matokeo ya neno. Sasa kama ni matokeo ya neno, ni neno la nani? Haleluya. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Okay, Mwanzo 37 ule mstari wa 18. Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka 20. Mwanzo 37:18-20 anasema, wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Aya, na twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitatimiaje ndoto zake. Walimuona toka kumuona toka mbali, sio kwamba yule kule. Alikuwa hata hajawakaribia, alikuwa ni mdogo sana. Ni kwamba wameshaona ni kipi kilichoko ndani ya huyu mtu. Wameshajua huyu mtoto amebeba nini. Wameshajua huyu mtoto atakwenda kuwa nani. Ndio maana wanasema hivi, hata yani hajawakaribia hata nusu, kwamba angalau hata huyu hata kusoma amesoma amemaliza, lakini wameshajua atakuwa nani. Cha kufanya tumkamate, tumuue huyu. Ndio maana hizo hekaheka unazoziona, ndio maana ya hizo bangi, ndio maana na hayo makorokoro unayokutana nayo, ndio hayo magonjwa unayokutana nayo. Kabla ndoto zake hazijatimia, tumkamate, tumuue, tumtupe kwenye birika mojawapo. Umetupwa kwenye birika gani? Birika la magonjwa? Birika la umaskini? Birika la nini ambalo umetupwa ili kwamba usifikie kwenye zile ndoto? Lakini ni kwamba mpaka waliposema tumkamate na tumuue, umetupwa kwenye birika gani rafiki yangu? Wewe unajijua vizuri hapo. Ndo maana huwa nakwambiaga, nasemaga sana na narudia tena. Nasemaga hivi, mimi sio mshabiki wa kuombea mtu bandika mkono tutakuwekea na upara. Katika hili birika mimi sijui birika ulilodumbukizwa, ila we mwenyewe unajijua tu, ulichokosa ni njia ya kupita. Leo Mungu akupe njia ya kupita, utoke kwenye hilo birika katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa nitakuombea wakati mimi sijui hata unalala unaumwa au unalala unacheka. Kwa sababu nitakuombea leo, kesho je?
Hatuangamii kwa kukosa maombi. Kama ni maombi tunaomba, tunaangamia kwa kukosa maarifa. Hili birika nililodumbukizwa ni birika la aina gani na natokaje? Tumkamate tumtupe kwenye birika mojawapo huyu. Tukisha muua tumtupe huko. Hatupwi mtu, hata hakuna birika itakalo tumeza katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ndio maana hata yule joka aliachilia mto nyuma ya mwanamke kwamba ule mto umsombe yule mwanamke. Halizi ikamsaidia mwanamke, ikafunua kinywa. Ule mto yalikuwa ni maneno yaliyonenwa ili kwamba kummeza. Kuna mito inatengenezwa kutumeza, kama ambavyo ardhi ilimsaidia mwanamke, na yule mwanamke akaruka akaenda mahali ambapo alikuwa ameandaliwa na Kristo. Bwana akutoe hapa ambapo kuzimu imekuweka kwa jina la Yesu Kristo. Na hakuna mto utakao kumeza, si magonjwa, si uharibifu, si chochote ambacho kuzimu imekipanga. Tutapita lakini hatukai katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana yuko pamoja na sisi. Kupita hilo ni jambo moja, lakini tunachokataa ni kwamba hatutakaa hapo kwa jina la Yesu Kristo. Tunapopita mahali, tunapopitia mahali pagumu, jua kwamba ninatengenezewa msuri wa kuvuka kwa damu ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hata kama wametengeneza mto wa magonjwa, jipe moyo, yeye kwa kupigwa kwake si tulipona kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndio maana anasema Ayubu 28 ile 22 23. Ayubu 28 22 23 anasema uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake. Walizisikia kwa nani kama hakuna aliyesema? Ayubu 28 22 23 anasema hivi, tumesikia habari zake kwa masikio yetu wenyewe. Lakini 23 anasema Bwana ndiye ajuaye njia zake na mahali pake anapajua. Pale ambapo kuzimu imelenga kupenyeza kupitia, Bwana ameshapajua. Haleluya. Wanataka wapitie kwenye huo ugonjwa. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia jana, akasema yani mtumishi nikwambie, yani mimi nimeenda hospitali najua kwamba yani hapa angalau sasa wananiambia unaendelea vizuri, ndio wamenipa kabisa na namba ya daktari wa emergency. Nikamwambia kwa nini? Akasema yani mimi yani siko hivi ambavyo wao wananiona. Nikamwambia ni wao, sio wewe, na usivikubali katika jina la Yesu. Hiyo namba waliokupa ipige mbinguni, usiipige kwao kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Anasema tumesikia habari zake. Wamesikia zipi? Kwamba huyu sio wa kufanikiwa, huyu sio wa kujenga nyumba. Na ndio maana unakuta mtu unaanzisha kitu vizuri, unaanzisha na moto, kinavofeli, kinavoishia njiani. Mtumishi hapa ametuambia mimi mbona vimeishia njiani sasa. Andika habari za mtu huyu, hawezi kujenga. Biblia inaniambia atajenga nyumba nzuri na ukaa ndani yake. Lazima tukae kwenye nyumba zetu nzuri kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Wamesikia habari zipi za kwako walizozisema? Ni wameandika kitu gani walichokisema? Angalia kwenye kitabu cha Ezekiel 21. Andika 21 mpaka mstari wa 27, ila mimi sitasoma yote. Wewe kwa muda wako soma. Neno la Mungu linasema Ezekiel 21 mstari wa 21 inasema, maana mfalme wa Babeli amesimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga, akitikisa mishale huku na huku na kuzitazama terafi na kuitazama terafi na kuyatazama maini, na kuuliza terafi na kuyatazama maini. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea na kufumbua kinywa katika machinjo. Anafumbua kinywa katika, hakuna atakaye kwenda kwenye madhabahu za kuzimu akakusemea maneno mazuri. Hayupo hata siku moja. Wao wanasema vitu vya kufa, vya kuharibu, yani vya kuleta madhara. Ndivyo vinavyosemwa huko. Wewe tu ndio unaombaga kistaarabu sana kuliko Mtakatifu Cecilia. Sasa kama anaweka na vyombo vya kubomolea katika malango, lango la ndoa anataka ndoa ivunjike, lango la afya anataka upate magonjwa ya kukuua, anaweka vitu vya kubomolea, anafumbua kinywa katika machinjo, asemi maneno mazuri hata siku moja. Na ndio maana anasema uharibifu na mauti usema, tumesikia habari zake. Kwa hiyo habari zipo tayari, zimeisha semwa. Uharibifu uko standby kutimiza kile kilichosemwa. Na alipokwenda kwenye hizo madhabahu ameenda na sadaka, sio maini yalikuwa ni ya mtu, sio ya kunguru, sijui. Lakini ana sadaka. Lakini kwenye mkono wake anakula Yerusalemu. Wewe uko kwenye mikono ya nani? Umeshikiliwa na nani anaye control maisha yako? Nani anaendesha maisha yako? Nani anaamua maisha yako? Ni neno la nani ambalo linaamua hivyo ulivyo? Wanaona vitu haviko sawa, wanajiuliza mabaya haya yametupata kwa ajili ya nani? Nani aliyesema haya tu? Yaani nani amesema tukawa hivi tulivyo? Sisi tunasema Mungu wasamea, wajui walitendalo. Wanalijua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, mtu wa Mungu.
Kwa hiyo hakikisha wanaposema na wewe umesema. Tafuta kujua kwamba haya maisha ninayoyaishi, haya maisha ni matokeo ya maneno ya nani. Ngoja nikuonyeshe kitu. Kwa sababu neno nikisema, nimekuambia halifanyi nini? Halifi. Lazima litimize kile kilichokusudiwa.